wala hatupigi twayaona wazi, wala hatupigi si twayaona. Amani kwetu zamani tuithamini, amani kwetu zamani, amani tuithamini. Hakika amani kwetu zamani tuithamini. Ikitoweka amani tutamlaumu nani? Hakika amani kwetu zamani tuithamini. amani tuithamini. Hakika amani kwetu zamani tuithamini. Amani kwetu zamani, Amani tuithamini. Hakika amani kwetu zamani tuithamini. amani kwetu zamani, amani tuithamini. Hakika amani kwetu zamani tuithamini. Ikitoweka amani ulaumu nani? Hakika amani kwetu zamani tuithamini. ikitutoka amani tutamlaumu nani? Hakika amani kwetu zamani Amani kwetu zamani, amani tuithamini. Hakika amani kwetu zamani tuithamini. Itizame Palestina imewatoka amani. Hakika amani kwetu zamani tuithamini. Tutizame Libya imeondoka amani. Amani kwetu zamani tuithamini. Itizame Libya imetoka amani. Hakika amani kwetu zamani tuithamini. Ikiondoka amani tutamlaumu nani? Hakika amani kwetu zamani tuithamini. Tuitunzeni amani hapa kwetu visiwani. Hakika amani kwetu zamani tuithamini. Itizameni amani ichungeni visiwani. Hakika amani kwetu zamani tuithamini. Haya haya na tunene, sote na tushikamane. Haya haya tugane, sote na tushikamane.
anayetarajia kuingia katika ukumbi huu ni Mheshimiwa Mwinyi, mke wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tarajiwa kuingia katika ukumbi huu. Huyo ni mama wa Mariam Mwinyi anaingia katika ukumbi huu, mke wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mama, karibu sana katika ukumbi huu. Sote tumefurahi kukuona na Mwenyezi Mungu azidi kutupa neema zake na kheri zake. So, engineer. Sound cable, sound wireless spear, Max. Sound cable, Max. Sound. Umoja twauhubiria, mshikamano twataka, sote na tutieni. Wacha waendelee, fungua Max. Umoja twauhubiria, Fungua Max. mshikamano twataka, sote na tutieni, yalo mema yatafika. Viongozi wa siasa, dini pia hasa, viongozi wa siasa, dini pia hasa, Sisi wa zamani twomba tuthamini, umoja wetu visiwani una faida yaqini. Sisi wa zamani twomba tuthamini, umoja wetu visiwani faida yaqini. Naomba tuthamini umoja, faida yaqini.
amani, umoja tushikeni, tuidumishe amani. Mungu wetu kwenye nchi yetu, umoja wetu ndio ngao yetu kwenye nchi yetu. Viongozi wa siasa, haya kwenu twatamka, na wadini pia hasa, mshikamano, mshikamano, mshikamano. Umoja wetu ndio nguvu yetu kwenye nchi yetu. Umoja wetu ndio nguvu yetu kwenye nchi yetu. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Umoja wetu ndio nguvu yetu kwenye nchi yetu. Haya, umoja wetu ndio nguvu yetu. Umoja wetu ndio nguvu yetu kwenye nchi yetu. Haya, sote tushikane, tusifarakane. Umoja wetu ndio nguvu yetu kwenye nchi yetu. Haya, umoja wetu ndio nguvu yetu. Umoja wetu ndio nguvu yetu kwenye nchi yetu. Haya, sote tupendane na tushikane. Ndio nguvu yetu kwenye nchi yetu. Tupendane, tusifarakane. Umoja wetu ndio nguvu yetu kwenye nchi yetu. Wananchi Ndio nguvu yetu kwenye nchi yetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunakushukuruni ndugu zetu kwa kasida hizi nzuri ambazo mmeendelea kutupatia, kasida ambazo kweli zinatupa taaluma kubwa sana. Hadhara hii tukufu, naomba ni watambue Mheshimiwa Waziri wa Fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa. Aidha, naomba nimtambue Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo, Waziri wa Mambo ya Nje na Uhusiano wa Afrika Mashariki. Tumefurahi sana kuona viongozi wetu hawa wote wakiwa katika afya njema. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Tunaomba tuendelee kupata kasida huku tukimsubiri Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Karibuni. Zanzibar ya wakati huu si ile tuloizoea. Rais Mwinyi upo juu, nchi yetu atungozea. Tuinue mikono juu na dua kumwombea, hasa kwa wakati huu kazi iende sawia. Zanzibar, Zanzibar ya wakati huu si letu, rais
Rais. Naomba hadhara hii tukufu, muda si mrefu Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi anaingia katika ukumbi huu. Tunaomba kwa heshima na taadhima tusimame ili kumpokea. Mheshimiwa Rais, karibu sana katika ukumbi huu. Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa mgeni rasmi Alhaj Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Aidha, napenda kutambua uwepo wa Mheshimiwa Mama Mariam Mwinyi, mke wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Alhaj Hamid Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Khamis Ramadhan Abdullah, jaji mkuu wa Zanzibar. Mheshimiwa Dr. Ali Muhammad Shein, rais mstaafu wa Zanzibar. Mheshimiwa Alhaj Sheikh Saleh Omar Kabi, mufti mkuu wa Zanzibar. Mheshimiwa Alhaj Balozi Saif Ali Idi, makamu wa pili wa rais mstaafu wa Zanzibar. Mheshimiwa Alhaj Mwalimu Dr. Harun Ali Suleiman, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, pamoja na mawaziri na manaibu mawaziri nyote mliopo. Mheshimiwa Alhaj Sheikh Hassan Othman Ngwali, kadhi mkuu wa Zanzibar. Mheshimiwa Alhaj Mwinyi, Mheshimiwa Alhaj Dr. Mwinyi Talib Haji, mwanasheria mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu wakiongozwa na katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Mheshimiwa Balozi Mhandisi Zena Ahmed Said. Mheshimiwa Hafidh Amir, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Muhammad Ali Abdullah, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi. Mheshimiwa CP Kombo Hamis Kombo, kamishna wa polisi Zanzibar. Waheshimiwa wabunge na wajumbe Baraza la Wawakilishi. Waheshimiwa mabalozi wa nchi mbalimbali mliohudhuria. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo. Waheshimiwa viongozi mbalimbali wa serikali, dini, vyama vya kisiasa na taasisi za kiraia. Aidha, napenda kutambua uwepo wa Mheshimiwa Dr. Muhammad Said Muhammad Dimwa, naibu katibu mkuu CCM Zanzibar. Pia vile vile napenda kutambua uwepo wa naibu spika Mheshimiwa Mwanasha. Waheshimiwa wageni waalikwa, mabwana na mabibi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, kwa heshima na taadhima, naomba ruhusa nisome ratiba yetu ya leo hii ya Baraza la Eid al-Fitr mwaka 1447 sawa na mwaka 2026 kama hivi ifuatavyo. Mheshimiwa Rais, tutafungua shughuli yetu hii kwa Qur'ani tukufu, Suratu Nahli aya namba 111 hadi 114 zitasomwa na Ali Omar Ali kutoka Mbeya. Hapo tutamkaribisha mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya sabisha Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Alhaj Mwalimu Dr. Harun Ali Suleiman, na Mheshimiwa Dr.
Mwalimu Harun Ali Suleiman atapata nafasi ya kukaribisha wewe Mheshimiwa Rais ili upate kuwahutubia wananchi na kuwatakia Idi njema. Baada ya hotuba yako Mheshimiwa Rais, kitendo ambacho kitafuata ni kupata dua ambayo itasomwa na Samahati Mufti Mkuu wa Zanzibar Al-Haj Sheikh Saleh Omar Kabi. Baada ya dua hiyo Mheshimiwa Rais, utapokea salamu za heshima kutoka jeshi la polisi, na tukio la mwisho ni kupata dhifa na kutakiana Idi njema. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimlete Ustaz Ali Omar Ali kwa ajili ya kusoma Qur'an, na itafatiwa na maelezo mafupi ambayo yatatolewa na Ustaz Musa Khamis Ali. Karibuni sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وأباح لنا في يوم العيد الطيبات وتقبل منا الصيام والقيام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu Waislamu na nyote bari hivyo kuifanyia kazi kwa vitendo hadithi ya Mtume zifanya na viumbe hawatadhulumiwa. Mwenyezi Mungu mtukufu ametubainishia ubingwa na ufasaha wa lugha ndani ya Qur'an kwa kutusimulia mfano wa hadithi ndefu kwa aya moja inayohusu watu wa kijiji kilichokuwa na neema ya amani, utulivu, umoja na mshikamano, kisha akazikanusha na kuzibeza neema hizo. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawatia hofu kwa kuondeshea baraka katika riziki, utulivu wa nafsi na upendo baina yao, kama maneno ya hekima yanavyosema, shukru ni'mati yahfadhuha wa kufruha yuziluha, yani shukrani hulinda neema na kuikufuru ni kuiondoa. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha hayo kwa kusema, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني na Allah subhanahu wa ta'ala anakupigieni mfano wa mji uliokuwa na amani na utulivu, uliokuwa ukipata riziki zake kwa wingi kutoka kila mahali, lakini mji huo ukazikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawavisha vazi la njaa na hofu kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyafanya. Ndugu Waislamu, aya ya 113 inatuonya tusiende kinyume na maamrisho ya viongozi wetu, kwa kuzingatia kwamba wanayetuamrisha sio maasi wala kuchupa mipaka ya Mwenyezi Mungu, bali ni uwajibikaji kwa maslahi ya jamii nzima. Na siku zote husemwa, tuqaddamu maslahatun amma ala maslahatin khassa, yani hutangulizwa maslahi ya jumla juu ya maslahi binafsi. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha hayo kwa kusema, walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadhabuhu faakhadhahumul adhabu wa hum dhalimun, yani na kwa hakika aliwajia mtume miongoni mwao lakini wakamkadhibisha, basi ikawafikia adhabu hali ya kuwa wenyewe wamejidhulumu. Ndugu Waislamu, aya ya 114 inatubainishia namna bora ya kutekeleza miongozo sahihi ya maisha kwa kutafuta na kutumia riziki nzuri za halali, jambo ambalo linasaidia kujenga misingi imara ya jamii yenye maadili mazuri, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyosema, innal halala bayin wa innal harama bayin, yani hakika ya halali imebainishwa na haramu imebainishwa. Vile vile tunatakiwa kuzishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno na vitendo, ili iwe sababu ya kuzidishiwa neema hizo. Pia kuzidi kutekeleza ibada mbalimbali katika dini yetu, kama ilivyokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi mingineyo,
kwani kufanya hivyo ndio sababu ya kufikia lengo la kuumbwa kwetu hapa ulimwenguni. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'ani yake tukufu, fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, yani kuleni katika vile alivyokupeni Mwenyezi Mungu mtukufu vilivyo halali na vizuri, na shukuruni neema zake ikiwa kweli mnamwabudu yeye. Ndugu Waislamu, mafunzo tunayoyapata katika aya hizi ni kuwa: moja, tunajifunza kuwa uwajibikaji mzuri katika kazi zetu ndio msingi na maendeleo na mafanikio yetu hapa duniani na kesho akhira twendako. Kama wenye hekima wanavyosema, almas'uliyatul fardiyya asasu salahil mujtama'i, yani uwajibikaji binafsi ndio msingi wa ustawi wa jamii. Mbili, tujitahidi kuendeleza tabia za uchamungu na maadili mema wakati wote, hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwani kufanya hivyo ndio kipimo bora cha imani ya muumini wa kweli. Kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyosema, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yani waumini waliokamilika imani zao ni wale wenye tabia njema. Tatu, kuitunza na kuendeleza amani na utulivu tulionao nchini ni wajibu wa kila mmoja wetu, kwani kufanya hivyo ndio sababu ya kuzidi kuruzukiwa neema mbalimbali, na kinyume chake tukidharau na kubeza neema hizo, baraka na mafanikio huondoka. Nne, tunajifunza kuwa kila zama na kiongozi wake, hivyo tunapaswa kuwatii na kuwasikiliza viongozi wetu katika mambo ya kheri, kwani kufanya hivyo ni ibada inayosisitizwa katika dini yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anathibitisha kwa kusema, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa amiri faqad ata'ani wa man 'asa amiri faqad 'asani, muttafaqun alayh. Yani atakayenitii mimi hakika amemtii Mwenyezi Mungu mtukufu, na atakayeniasi basi amemwasi Mwenyezi Mungu, na atakayemtii kiongozi atakuwa amenitii mimi, na atakayemwasi kiongozi atakuwa ameniasi mimi. Tano na mwisho kabisa, tunajifunza kuwa Uislamu unasisitiza kula vizuri na vya halali pamoja na kudumisha na kuendeleza udugu, umoja, upendo na mshikamano baina yetu, ili tuzidi kupiga hatua mbele zaidi za kimaendeleo katika nyanja zote zikiwemo kiimani, kiuchumi, kisiasa na kijamii. Ewe Mwenyezi Mungu, Mola wetu mtukufu, Mola wa viumbe vyote, tunakuomba ututeremshie rehema na baraka zako katika mkusanyiko wetu huu. Utupe mapenzi baina yetu ili tuweze kuhurumiana na kusaidiana. Utupe ufanisi katika kutekeleza majukumu yetu, na utuwafikishe katika kufikia malengo yetu kwa namna bora unayoipenda na kuiridhia. Ya Rabbi, mlinde na umpe siha na afya njema mja wako rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kipenzi chetu Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi, yeye pamoja na wasaidizi wake wote, ili waweze kusimamia majukumu yao kwa mustakabali mema wa nchi yetu. Rabbi, umfungulie milango ya kheri kwa kila palipofunga, mpe wepesi na umzidishie hekima, busara na ujasiri, azidi kutuongoza katika misingi ya haki na uadilifu kwa maendeleo ya nchi yetu. Mzidishie ujasiri mama yetu mpendwa Hajjat Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aendelee kuliongoza taifa letu kwa misingi ya usawa, umoja na mshikamano, na kuleta maendeleo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Lilinde na ulikinge taifa letu na mataifa yote ulimwenguni kutokana na maradhi, majanga na mabalaa ambayo yanaathiri uchumi, maendeleo na maadili mema katika jamii yetu. Tulinde na utupe afya njema, na uwarehemu wazee wetu waliotangulia mbele ya haki na Waislamu wote kwa ujumla. Zijalie na uzidumishe nyoyo zetu kuwa na mapenzi kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi, utupe uombezi wake. Tusamehe makosa yetu, tukubalie saumu zetu, na utudumishe katika kuufuata Uislamu, na utufishe hali ya kuwa ni mwenye kuturidhia. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ahyina muslimina ta'i'in wa amitna mu'minina ta'ibin waj'alna mimman ya'khudhu kitabahu bil yamin برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mheshimiwa Rais, Qur'an tukufu imesomwa na Ustaz Ali Omar Ali na maelezo mafupi yametolewa na Ustaz Musa Khamis Ali. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri vijana wetu haya na tupe usikivu mzuri tuweze kutekeleza yote ambayo wametueleza. Kuendelea na shughuli yetu hii, sasa naomba nimlete kwenu Mheshimiwa Mwenyekiti Kamati ya Kitaifa ya Sala na Baraza ya Idi, Alhaj Sheikh Khalid Ali Mfaume, ili atoe shukrani. Mwenyekiti, karibu sana. Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, hafidhahullah wa raa, Mwenyezi Mungu akuhifadhi na akulinde. Waheshimiwa viongozi wote wa meza kuu, kwa kutambua kila mmoja kwa nafasi yake na kila mmoja kwa heshima yake alionayo, waheshimiwa viongozi wa meza kuu, waheshimiwa viongozi wote tuliohudhuria katika ukumbi huu, viongozi wa chama na serikali, waheshimiwa wageni waalikwa, mabalozi, viongozi wa dini, waandishi wa habari, tambue uwepo wa viongozi wetu wakiongozwa huku na mama yetu Mama Mariam Mwinyi, Mheshimiwa Naibu Spika, Katibu Mkuu Kiongozi, na viongozi wote ambao tulohudhuria, kwa kila mmoja ngatiwa. Mheshimiwa Rais, leo ni siku ya Idi, ni siku ya furaha kwa Waislamu wote, na sisi Zanzibar tunaadhimisha Idi hii baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumuombe Mwenyezi Mungu atutakabalie ibada zetu zote ambazo tumezifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumuombe Mwenyezi Mungu tuingize katika rehema zake. Tumuombe na sisi Mwenyezi Mungu atupe khatima iliyokuwa njema. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati ya sala na mabaraza ya Idi kitaifa, natakiwa nitoe shukurani maalum. Shukurani za kwanza kabisa, Mheshimiwa Rais, tunakushukuru wewe binafsi kuendelea kuhudhuria na kushiriki katika shughuli hizi za sala na mabaraza ya Idi kitaifa. Kabla ya ujio wako leo hapa, ratiba ya mapema ambayo ulianza nayo Mheshimiwa Rais katika sala ya Idi ya kitaifa ambayo iliyosaliwa katika msikiti wa Jami Uzinjibari, uliongoza waumini mbalimbali pamoja na viongozi wengine mmeshiriki jambo lile. Na baada ya hapo, Mheshimiwa Rais, ulipata nafasi kwa muda huu wa asubuhi kukutana na mashekhe ya viongozi wa dini pale Ikulu, ukawakaribisha, na alhamdulillah pale tumepata chai, na mara nyingi nimesema kwamba chai ukinywa Ikulu na kwa tamu zaidi kuliko eneo jingine. Hata ukipata maji ya Ikulu yakiwa haya maji yametoka Ikulu, yale maji yanakuwa ni matamu kuliko maji mengine, kwa sharafu ya ile heshima ya pale pahala kwamba yametoka Ikulu. Ile neno Ikulu kilitaja, hata inawezekana ukipata bahasha fedha ulionayo, bahasha tunazo kila siku, lakini ikitoka Ikulu inakuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo Mheshimiwa, tunakushukuru sana kuendelea kuongoza mambo haya na wewe mwenyewe kushiriki katika shughuli hizi. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri, Mwenyezi Mungu akuhifadhi, Mwenyezi Mungu akupe umri mrefu, Mwenyezi Mungu akupe siha iliyokuwa njema, akupe nguvu na uwezo wa yale yote ambayo umeyakusudia kuyafanya katika mambo ya kheri kwa taifa hili, basi yaweze kutimia inshallah. Aidha, tumshukuru kwa dhati kabisa Mheshimiwa Mufti Mkuu. Mzee wetu huyu ni mwanachuoni, ni alama katika wanazuoni ambao tuko nao kwa Zanzibar hii. Mheshimiwa Mufti ni mwanachuoni
tabia yake ya upole, na ni mwenye hekima nyingi sana na mwenye busara iliyokuwa kubwa. Hatuzingatii kwa sababu mheshimiwa mufti na umri uliokuwa nao, lakini alichobeba katika kifua chake amebeba elimu. Na hawa ni wanazuoni ambao popote pale inatupasa wanazuoni tuwaheshimu na tuwape heshima zao. Walaula alulamau la asha nasu kalbahaim, lau kama si wanazuoni hawa watu wangeishi kama wanyama, tusingejua halali lipi na haramu ni lipi. Lakini kupitia wanazuoni na wazee kama hawa, wanazuoni ambao walioshiba elimu na maarifa na hikima, Mwenyezi Mungu awahifadhi na awazidishie maarifa waliokuwa nayo, na Mungu awaweke. Shukurani nyingine, Mheshimiwa Rais, tunamshukuru Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora. Shughuli hii ya Baraza la Idi inaandaliwa na Ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar. Mheshimiwa Waziri, Ofisi ya Mufti iko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria, ambayo Mheshimiwa Waziri Haruna yeye ndiyo msimamizi wa wizara hii mpaka sasa. Na Mheshimiwa Waziri Haruna mara nyingi tumekuwa tukieleza sifa zake na hatutoacha kuzieleza kwa sababu ndiyo kweli. Wanasema tabiatul insani hubbu thana, tabia ya mwanadamu yoyote anapenda kusifiwa, lakini sifa zenyewe ziwe za kweli. Ikiwa unamsifu mtu unampaka mafuta sifa ambazo si kweli, hilo ni tatizo. Lakini kama sifa za kweli ukimsifu, hiyo sio tatizo. Kwa hiyo na Mheshimiwa Waziri Haruna umri wake amekuwa ni mfano mzuri, na yeye amekuwa ni msaidizi, amefanya kazi na viongozi wengi huko nyuma, mpaka leo ameendelea kubaki kuwa msaidizi mzuri wa kumsaidia Mheshimiwa Rais. Na jina hili la Harun limeelezwa ndani ya Qur'ani kwa sababu ya usaidizi wako. Nimeshasema huko nyuma na leo nitaendelea kurejea tena kulisema, na kwa sababu unastahiki kwamba sisi tuseme. Nabii Musa alipopewa utume, kisa kilianza mbali. Sema rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli Haruna akhi. Kwa sababu kuna kisa kilitokea, hakuwa fasaha sana Nabii Musa, ya Rabbi, kazi hii ya utume ulionipa, basi nipe msaidizi katika ndugu yangu. Nani ndugu yako? Haruni, huyu anisaidie mimi. Yule alikapata kazi ya utume kumsaidia Nabii Musa. Kwa hivyo leo si kosa wala si vibaya Mwalimu Haruna akamsaidia Dr. Hussein. Si vibaya wala si kosa wala si jambo geni hili. Na katika sura ile nyingine Mwenyezi Mungu aliposema walaqad ataina Musa alkitaba waja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira, na kwa hakika tulimpa Nabii Musa kitabu cha Taurati, tulimpa na tukamjalia ndugu yake kuwa ni msaidizi, waziri. Haruna akatajwa pale kwamba huyu ni msaidizi. Sasa ikiwa Haruna yule kamsaidia Nabii Musa katika kazi ya utume, si kosa tena wala si vibaya, lakini sio kwa nafasi ya utume, kwa nafasi ya uwaziri, kwa sababu utume umeshakwisha. Kwa nafasi ya uwaziri kuendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais. Aidha, Mheshimiwa Rais, tuwashukuru viongozi wetu wastaafu. Daktari Ali Muhammad Shein, Rais mstaafu, na viongozi wote wastaafu waliopo. Mara nyingi Mheshimiwa Rais mstaafu Dr. Shein amekuwa akihudhuria katika shughuli za namna hii. Kuhudhuria kwake yeye pamoja na viongozi wengine wastaafu kwa hakika ni kuonyesha umoja, mshikamano, kupendana, watu kushikamana, na jambo hili linaleta haiba. Mheshimiwa Dr. Shein, tunakushukuru, kamati hii inakushukuru kwa dhati kabisa. Uwepo wako hapa, shughuli hii mnaipamba sana kuwepo kwenu. Mwenyezi Mungu, viongozi wote mliohudhuria humu ndani leo, viongozi wa serikali, viongozi kila moja kwa nafasi yake, tunamshukuru sana. Uwepo wetu hapa katika shughuli hii, shughuli inakuwa nzuri kwa sababu shughuli ni watu, na watu ndio hawa wamealikwa na wameitikia wito. Tuna kila sababu ya kuwashukuru. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema usiyeweza kumshukuru yule unayemuona kwa macho, yule unayemuona kwa macho kafanya mazuri unashindwa kumshukuru, hata anayekufanyia mazuri kiasi gani, yakiwa yuko mbali huwezi kumkumbuka, lakini yule unaomuona anakufanyia mazuri unamshukuru yule, hiyo ni kuonesha nini jambo lilokuwa zuri. Kwa sisi tunaona viongozi wetu
Ukumbi huu umejaa asubuhi hapa, kila mmoja amekuja hapa. Ni jambo jema, jambo la kupongezwa, ni jambo la kuthaminiwa sana uwepo wenu. Mwenyezi Mungu atakulipeni fungu lenu inshallah. Aidha, tunashukuru sana mkuu wa mkoa, serikali ya mkoa, serikali ya wilaya kupitia mkuu wa mkoa, katibu tawala. Shughuli hizi tunapozifanya tunakuwa na msaada mkubwa na ufuatiliaji wa karibu sana na kazi nzuri ambayo imesimamiwa na mkuu wa mkoa pamoja na serikali ya mkoa. Kwa kuwa shughuli hii inafanyika katika mkoa wake, hakuwa nyuma, alikuwa mstari wa mbele kuona kwamba mambo yote na ufanisi wa jambo hili linakamilika. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na serikali ya mkoa tunakushukuruni sana. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Aidha, tunavishukuru vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa, mara nyingi tunasema shughuli hizi wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama wana nafasi kubwa ili jambo hili likamilike. Wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama wanatusaidia sana, wanatuelekeza, wanatuongoza. Mpaka leo tukisema shughuli hii imekamilika au imekuwa nzuri, kuna nafasi za watu wengi walifanya shughuli zao na kazi zao nzuri mpaka leo jambo hili likafikia hapa. Kwa wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama, bila kumtaja mmoja mmoja, watambue tumethamini sana kazi yao na Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Tunashukuru Mheshimiwa kamati yetu hii ya sala na baraza la Idi kitaifa. Hii kazi haikuwa ya mtu mmoja, ni kazi yetu sote kama kamati. Tumefanya kazi kwa pamoja, tumeshirikiana mpaka leo tukaweza kuifanza shughuli hii. Basi hawa kamati wenzangu lazima niwashukuru kwa dhati kabisa, na ni si vibaya walau kutambua uwepo wao kwamba kamati hii iliyofanya kazi, hebu wasimame angalau watambulikane tu, waonekane. Kamati ya sala na baraza la Idi kitaifa kama wapo hapa wasimame. Naibu katibu mkuu wa wizara, kamati ya sala na baraza la Idi kitaifa, na asanteni. Na wengine wako maeneo mengine huko wanaendelea kuratibu. Mheshimiwa Rais, katika hali ile namshukuru sana ndugu yetu Zonga huyu. Leo kama kuna siku ambayo Zonga, yani kila siku huyu kijana anakuja na mabadiliko, yani ukumbi wa leo namna ulivyopambika, ulivyokuwa mzuri tofauti na miaka yote. Naweza kusema hivyo. Leo amekuja na ubunifu uliokuwa mkubwa sana. Hii ni kazi unafanya kwa mkono wake. Mwenyezi Mungu ambarikie ndugu yetu Zonga huyu, kazi hii unafanya kwa mkono wake. Sitaki kusema sana kuhusu Zonga, lakini tunashukuru mchango wake kwa kazi hii ambayo alikuwa anaifanya. Nashukuru wenzetu wa jeshi la polisi kwa kazi nzuri na kutupa ukumbi huu. Leo tunatumia ukumbi huu. Tunashukuru sana jeshi la polisi na Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Tunashukuru waandishi wa habari. Namalizia shukrani zangu, namalizia hawa niliowataja wote hawa. Kama nikimwacha yoyote ingekuwa tatizo, ni bora kuwatambua hawa na kuwataja. Kuwashukuru waandishi wa habari. Wananchi waliopo duniani hivi sasa wanaendelea kufuatilia shughuli hii kwa kazi kubwa inayofanywa na waandishi wa habari. Tunakupongezeni na tunakushukuruni sana. Aidha, tunawashukuru kabisa vijana wetu hawa mashehe na maustadhi waliotupigia dufu hapa. Hawa ni vijana wa Msolopa, wanapatikana hapo Kilimani. Wametumbuiza vizuri, wametuburudisha vizuri, wamefanya kazi nzuri. Na Msolopa hawa wako mjini hapa, na mji una mambo yake. Kwa hivyo tunawashukuru sana kwa kazi nzuri vijana wetu wa Msolopa, kazi waliofanya. Sasa Mheshimiwa Rais, kamati imenipa zawadi niiwasilishe kwako, na haya ndio namalizia sasa. Kamati imenipa zawadi. Zawadi hii niisome kwako na niiwasilishe kwako kwa kutambua mchango wako. Na naanza kwa hivi, wanasema: Fakhamata Rais, ni'mal qaidu, qad arafaka al-arifu wal-wafidhu, injazatuka adhimatun wa jalilatun, amma al-khairu wa yashkuruka sajidu, ad-Doktori Mwinyi wa Ummuna Maryam, antuma al-walidani fadhaka sanadu,
hafidhakumul ilahu wa fikum baraka dumtum fil khairi wasatru alaqidu. Maneno haya wanasema fakhamata rais, mheshimiwa rais, ni malqaidu, wewe ni kiongozi bora, wewe ni kiongozi bora. Anayetaka ndo hivyo, asotaka ndo hivyo hivyo, kwamba wewe ni kiongozi bora mpaka sasa. Unajua wakati mwingine usimlazimishe mwingine akubali kwamba huyu ni kiongozi bora, abaki na hivyo anavyoamini. Sisi kamati tunaona hivyo, mwingine asiyekuwa kamati kama haoni hivyo ni yeye mwenyewe. Sisi kamati tunaona kwamba wewe ni kiongozi bora. Kad arafaka al-arifu wal-wafidhu, jambo hili la kwa wewe ni kiongozi bora wenyeji wanalijua na wageni wanalijua. Katika kipindi cha Ramadhani tulikuwa na watu mbalimbali wa Misri wale na watu wengine mbalimbali wageni, namna unavyozunguka katika misikiti tarawih na watu, jamani ndio rais anakwenda kila msikiti, anakuwa na shatu nzuri, rais kila pahala anaonekana mwenyewe. Wageni wamelitambua kwamba wewe, wanasema sisi nchini kwetu kiongozi humuone, hata gari yake huioni, nyie rais kila wakati mko naye kila pahala. Sasa wenyeji wanalijua hili, hata wageni nao pia wameliona hili, kwa kutushukuru kwamba nyie Zanzibar mna viongozi waliokuwa bora. Injazatu kadhimatun, mafanikio yako ni makubwa sana. Wajalilatun, na ni matukufu katika uongozi wako, mafanikio yako ni makubwa sana. Amma alkhairu, khairi zimeenea kila pahala. Wayashkuruka sajidu, na hata wanaofanya ibada pia wanalijua hili kwamba khairi zako kila pahala, kuna khairi zako ambazo umezifanya. Dr. Mwinyi wa na Maryam, Dr. Hussein Mwinyi na mama yetu mama Maryam, antum alwalidani, nyinyi kama wazazi wawili, kadhaka sanadu, na vile vile mnitegemeo kwa watu wote. Nyinyi ni kama wazazi wawili, kwamba watu wengi na watu wote wanawategemea nyinyi. Kama hivyo ndivyo hafidhakumul ilahu, Mwenyezi Mungu akuhifadhini, wa fikum baraka, na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Dumtum fil khairi, muzidi katika khairi, muzidi kufanya katika khairi ambazo mnazifanya. Wasatru aqidu, na napigia mstari haya ndio yasema. Sasa ndio namalizia hapa kwamba mdumu katika khairi. Tunaposema amal khairu, khairi zako zimeenea kila pahala, katika eneo la elimu, katika eneo la afya, eneo la barabara, eneo la miundo mbinu, eneo la masoko. Hizi ni khairi zimeenea kila pahala. Sasa tunakushukuru Mheshimiwa Rais, na Mungu akulipe kila la khairi. Baada ya kusema hayo, kwa heshima kubwa na taadhima, sasa ni mkaribishe Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Mwalimu Daktari Harun Ali Suleiman, aseme alionayo, na baadaye achukue nafasi hiyo aweze kukukaribisha wewe Mheshimiwa Rais, ili uweze kutoa salamu zako na kuweza kuzungumza na hadhara hii. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Mheshimiwa Mufti Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais mstaafu wa awamu ya 7, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais mstaafu, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, mwenza wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kamishna wa Polisi, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, Mheshimiwa mawaziri na mama Maryam, kwa niaba ya kina mama wote, Katibu Mkuu kiongozi na Naibu Spika. Mheshimiwa viongozi ni wengi, kwa hivyo naomba itifaki itambuliwe tu. Wote nimewatambua. Mheshimiwa Rais, salamu zishatolewa. Shahidi au ugani alitoa naibu na katibu mtendaji kuhusu salamu zao au zawadi tumezisikia, na hakuna salamu nzuri zaidi ya hizo. Kwa hivyo mimi sitaki kuchukua muda mrefu sana, lakini nataka niseme jambo moja tu leo. Nimeshuhudia jambo leo asubuhi pale Ikulu. Umati wa watoto wa kila rika, wazee, kina mama, kina baba. Nikaona umati uliokuwa pale hauna tofauti na ile futari ulioitayarishwa kule Amani. Haki Amani tuliingia watu karibu 27,000. Nadhani rekodi ya dunia. Na leo umati ule nikaambia mheshimiwa kuna 25,000 nyingine huko nje. Vipi? Maki wote wangu ya bahasha. Lakini alhamdulillah bahasha zimetolewa na watu wamefurahi. Ndio dua ambayo watakuombea Mwenyezi Mungu uendelee kuishi kwa amani na utulivu. Mheshimiwa, tushukuru sana. Mambo ndio hayo sasa. Mheshimiwa
hakujiweza, ndio furaha. Baada ya hayo, Mheshimiwa Rais, kwa heshima taadhima, naomba chukue nafasi hii kukaribisha baraza hili, ni lako, ulihutubie kama ilivyo kawaida. Mheshimiwa Rais, karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Sheikh Saleh Omar Kaabi, mufti mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, rais mstaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa Balozi Seif Ali Idi, makamu wa pili wa rais mstaafu, Mheshimiwa Khamis Ramadhani Abdallah, jaji mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa naibu spika wa baraza la wawakilishi, Mheshimiwa naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, Mheshimiwa Hafidh Amer, mwenza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Sheikh Hassan Othman Ngwali, kadhi mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Mwalimu Dr. Harun Ali Suleiman, waziri wa nchi afisa rais, katiba, sheria, utumishi na utawala bora, Mheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi na wakuu wa mikoa wengine mliopo, viongozi mbalimbali wa serikali na vyama vya siasa, waheshimiwa mabalozi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ndugu wanahabari, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wananchi, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kuifikia siku hii ambapo Waislamu wa Idul Fitri baada ya kukamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamwomba Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala azikubali funga zetu na ibada zetu zote tulizozifanya na atulipe malipo mema. Ndugu wananchi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwekea siku ya leo kuwa ni siku ya furaha ya kuwa pamoja na familia, ndugu, jamaa na marafiki, kula pamoja, kutembeleana, kupeana zawadi, kuwakagua na kuwafariji wagonjwa wetu na kuombeana dua. Aidha, kama kawaida katika siku hii tuna utamaduni mzuri tuliojiwekea wa kuwa na baraza la Idi la kitaifa. Napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa kamati ya sala na mabaraza ya Idi kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii. Shukrani maalum nazitoa kwenu nyote mliohudhuria baraza hili la Idul Fitri kwa mwaka huu wa 2026 sawa na mwaka wa 1447 Hijria, pamoja na Waislamu wenzetu na wananchi wanaofuatilia tukio hili kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Kwa pamoja na kutakieni nyote na familia zenu sikukuu njema yenye kheri na baraka nyingi. Ndugu wananchi, mwezi wa Ramadhani tulioukamilisha jana ni msimu na chuo maalumu cha kuhuisha imani zetu na kukuza uchamungu. Katika kipindi chote tulitekeleza kwa ikhlas ibada ya saumu pamoja na ibada nyingine za faradhi na sunna, tukiwa na matarajio ya kupata fadhila nyingi kwa utukufu wa Ramadhani. Ni dhahiri kuwa tulizidisha juhudi katika kutekeleza mambo mbalimbali ya kheri na kujiepusha na maovu. Hivyo ni wajibu wetu sasa kuendeleza hali hiyo katika maisha yetu yote, mwenendo mwema wa kusoma Qur'an
na kushiriki katika mashindano mbalimbali ya tahfidh na tajwid za kitaifa na kimataifa. Aidha, darasa mbalimbali ziliendeshwa za Qur'ani na tafsiri yake katika misikiti kote mijini na vijijini ili kuzingatia mafundisho yake. Utaratibu huu sio tu umeongeza imani zetu katika kusoma Qur'an na kutekeleza ibada na tabia njema na hofu ya Mwenyezi Mungu na akhera tuendako. Ndugu wananchi, miongoni mwa mambo mema ambayo tuliyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuhurumiana na kufanyiana ihsani kwa kutoa sadaka ili kuwasaidia watu mbalimbali wenye uwezo mdogo wa kukidhi mahitaji yao. Zimeweza kuwasaidia sana wenzetu hawa katika kupata yao, wasaidie za kutekeleza vyema ibada ya saumu na kuleta mapenzi baina yetu. Na wasihi tuendeleze utaratibu huu mzuri wa kukumbukana na kusaidiana, wa kuwakumbuka na kuwasaidia watu wenye mahitaji mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku, kwa kuzingatia kuwa utoaji wa zaka na sadaka ni miongoni mwa mambo tunayohimizwa Waislamu kutokana na faida zake katika kuchochea ustawi wa jamii. Nachukua fursa hii kutoa shukrani kwa taasisi na watu wote kwa ajili ya wenzetu hawa, mambo ambayo yanasaidia kuongeza upendo, umoja na mshikamano. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri wenzetu hao na awaongezee baraka na ufanisi katika shughuli zao. Ndugu wananchi, tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kutekeleza ibada ya saumu tukiwa katika hali ya amani na utulivu. Hakika hii ni neema kubwa kutoka kwa Mola wetu mlezi, kwani kama sote tunavyofahamu, wapo Waislamu wenzetu katika maeneo mengine hasa ya Mashariki ya Kati wanaokabiliwa na changamoto za kiusalama. Kwa baraka za siku ya leo, tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie kuweza kuilinda na kuidumisha neema ya amani katika nchi yetu, na awajalie Waislamu wenzetu na watu wote duniani kuwa na amani ili kuleta ustawi na maendeleo yetu sote. Ndugu wananchi, katika kuhakikisha tunasherehekea sikukuu kwa amani na furaha, nachukua fursa hii kuzitaka mamlaka zinazohusika kusimamia usalama wa viwanja vinavyotumika kwa sikukuu kuhakikisha wananchi wanakuwa salama katika viwanja hivyo. Aidha, nalitaka jeshi la polisi na mamlaka zinazosimamia madereva na usalama barabarani kuhakikisha sheria za usalama barabarani zinazingatiwa katika utumiaji wa barabara zetu na wananchi wanapata fursa ya kusherehekea sikukuu kwa amani. Ndugu wananchi, baada ya kumalizika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tayari baadhi ya Waislamu wenzetu wanajiandaa kwenda kutekeleza ibada ya hija huko Maka kwa mwaka huu wa 2026. Tunawatakia Waislamu wenzetu hao ambao Mwenyezi Mungu amewapa uwezo wa kwenda hija maandalizi mema na awakubalie hija zao watakazozifanya. Aidha, tunamuomba Mwenyezi Mungu awajalie uwezo wa kwenda kuitekeleza nguzo hiyo ya 5 Waislamu wote ambao bado hawajakwenda. Natumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana kwa kushirikiana na taasisi zote zinazowasafirisha mahujaji kwa kuzifanyia kazi changamoto zinazowakabili mahujaji wetu. Napenda kuhakikishia
kuwa serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwa taasisi zinazoshughulikia mahujaji kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana ili kuona idadi ya Waislamu nchini wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija inaongezeka. Serikali itaendelea kukamilisha taratibu za kuanzisha mfuko wa hija ili kutoa fursa kwa watu wengi zaidi kuweza kuitekeleza ibada ya hija. Ndugu wananchi, napenda kumalizia hotuba yangu kwa kukushukuruni tena nyote mliohudhuria baraza hili la Idi na kutakieni sikukuu njema yenye furaha na amani. Aidha, naishukuru tena kamati kwa maandalizi mazuri ya hafla hii. Natoa shukrani maalum kwa wasomaji wetu wa kasida kwa maneno mazuri na nasaha zao, na pia namshukuru sana MC wetu kwa kuendesha vyema shughuli hii. Aidha, nalishukuru jeshi la polisi kwa kufanikisha sherehe hizi kwa paredi maalum. Navishukuru pia vyombo vya habari kwa kuwawezesha wananchi kufuatilia tukio hili, na nawashukuru wananchi wote wanaofuatilia baraza hili kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Tuendelee kuwakumbuka na kuwaombea maghfira na rehema wazee wetu, waalimu na mashehe wetu, ndugu, jamaa na wengine wote waliotangulia mbele ya haki, na sisi tulio hai tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema. Mwenyezi Mungu awajalie afya njema na shifa wagonjwa wetu wote walio majumbani na hospitali, na awape moyo wa subira, imani na matumaini. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aijalie nchi yetu iendelee kudumu katika amani, umoja na mshikamano. Mwisho, namuomba Mwenyezi Mungu atujalie sote turudi nyumbani kwa salama na amani. Asanteni sana kwa kunisikiliza na kutakieni nyote Idi njema. Asante. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa niaba ya hadhara hii tukufu na wananchi walikuwa wanafuatilia hotuba yako, tunasema asante sana Mheshimiwa Rais. Maneno yako yamekuwa ni dira, yamekuwa ni mwongozo, yamejenga matumaini mapya, yametukumbusha wajibu wetu kufanya kazi kwa umoja na mshikamano. Mwenyezi Mungu akujalie kila la kheri ili tuendelee kuijenga nchi yetu iwe Zanzibar ya kisasa yenye amani na yenye neema. Allah kulinde na kuhifadhi na shari za siri na dhahiri. Baada ya nasaha hizo kutoka kwa Mheshimiwa Rais, kitendo kinachofuata hivi sasa tunawakaribisha Madrasa Sifat Nabawi kwa ajili ya kusomea kasida maalum. Mheshimiwa Rais, hadhara hii na shughuli hii inaonyeshwa moja kwa moja na vyombo vya habari ikiwemo Jahaza TV, CNTV, Mihrab TV, Maelezo TV, Mufti Mkuu wa Zanzibar TV, JTV, Sheikh Osman Maalim TV na STR TV. Vyombo vyote hivi vipo live, vinaonyesha tukio hili adhimu. Natakia kila la kheri katika kueneza mambo haya ya kheri. Pia vile vile tunayo chombo chetu cha ZBC TV, nacho kipo live, kinaonyesha shughuli hii moja kwa moja. Tayari umeshafika, karibuni sana kwa ajili ya kasida maalum. Karibuni sana vijana. Nzuri kabisa, bila shaka ni kasida maalum. Tunakumbushwa kwamba wakina mama ambao watatamani wakina baba
kikapu pia kipo kule mbele yetu. Vijana hawa wana kasida maalum, bila shaka sikukuu leo itakuwa nzuri kweli kweli. Tuwe wasikivu wazuri katika kasida hii ambayo imetayarishwa, kasida maalum kabisa kutoka madrasa hii Sifat Nabi kule Kilimani kwa Msolopa. Karibuni sana vijana. Raisi wetu, Raisi Mwinyi, Raisi wetu, Raisi Mwinyi, Raisi Mwinyi, Raisi mwema, Raisi Mwinyi, Raisi mwema, Raisi wetu, Raisi Mwinyi, Raisi wetu, Raisi Mwinyi, Raisi Mwinyi, Raisi mwema, Raisi Mwinyi, Raisi mwema. Dr. Hussein wetu Raisi, mweledi na mfanisi. Dr. Hussein wetu Raisi, mweledi na mfanisi. Kamwe huna ubinafsi, mchapa kazi halisi. Huna ubinafsi, mchapa kazi halisi. Kamwe huna ubinafsi, mchapa kazi halisi. Raisi wetu, Raisi Mwinyi, Raisi wetu, Raisi Mwinyi, Raisi Mwinyi, Raisi mwema, Raisi Mwinyi, Raisi mwema. Twakuona kila leo umbioni kwa huduma. Twakuona kila leo umbioni kwa huduma. Wewe ni wetu kio, mpenda maendeleo. Wewe ni wetu kio, mpenda endeleo. Wewe ni wetu kio, mpenda maendeleo. Raisi wetu, Raisi Mwinyi, Raisi wetu, Raisi Mwinyi. Raisi Mwinyi, Raisi mwema. Yote twakuifanya, barabara, hospitali, masoko na Hospitali, masoko na mabandari. viwanjana na nyumba za kifahari.
flyover na nyumba za kifahari. Rais mwetu, rais mwetu. Rais wetu, rais Mwinyi, rais Mwinyi, rais mwema, rais Mwinyi, rais Medari Dr. Hussein, ya Allah Jemedari Dr. Hussein, mzidishie amani na furaha isokoma. Mzidishie amani na furaha zisokoma. Mzidishie amani na furaha zisokoma. Rais wetu, rais Mwinyi, rais wetu, rais Mwinyi, rais Mwinyi, rais mwema, rais Mwinyi. Rais mwema. Hongera Dr. Mwinyi kwa uongozi imara. Hongera Dr. Mwinyi kwa uongozi imara. Dr. Mwinyi kwa uongozi imara. Hongera 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 Dr. Mwinyi kwa uongozi imara.
Hongera Dr. Mwinyi, hongera Dr. Mwinyi kwa uongozi bora. Ndio vijana wamemalizia kwa kibwagizo hicho. Kasida hiyo ni nzuri kweli kweli. Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri. Mheshimiwa Rais, hii yote ni ishara kwamba wewe ni nguzo ya amani, nguzo ya umoja, inaunganisha Wazanzibari wote bila kujali madhehebu wala makabila yao. Hivi ndivyo ambavyo rais wa nchi anatakiwa kuwa, na sisi jukumu letu ni kukuombea dua. Allah kujalie, akupe kila la kheri, ufanikishe yote ambayo unakusudia kuyafanya kwa wananchi wako. Baada ya kasida hiyo nzuri, sasa ni muda wa kusikiliza dua. Dua hii kwa siku ya leo itaombwa na Samahati Mufti Mkuu wa Zanzibar, Al-Haj Sheikh Saleh Omar Kabi. Mheshimiwa Mufti Mkuu, kwa heshima na taadhima, tunaomba utuombee dua ili sasa kuifunga shughuli yetu hii ya leo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya Rabbas samawati wal ardi wa Rabbal arshil azim, biqudratika wa iradatika urifa bi amali salihah. Allahumma ya Rabbas samawati wal ardi bikaramika wa judika urifa bihi ma'aluna. Allahumma ya Rabbas samawati wal ardi nas'aluka nashkuruka wa nadhkuruka katira ya Rabbal alamin. Allahumma ya Rabbas samawati wal ardi nas'aluka biqudratika an tahfaz qadatana wa aimatina fi Tanzania wa Zanzibar. Ihfaz qadatana wa umara'ana fi Tanzania barra wa Zanzibar. Wahfaz amataka raisatu Zanzibar, raisatu Tanzania Samia Suluhu Hassan, wahfazha min al-hasidina wajalna aliyatan sanadan khaira ya Rabbal alamin. Allahumma ya Rabbas samawati wal ardi nas'aluka an tahfaz abdaka Hussein Ali Hassan Mwinyi min kaidi zalimina, raisu Zanzibar, raisu jaziratain khadrawaini. Allahumma wahfaz imra'atahu wa zawjatahu Maryam wajalha kamaryam binti Imrana allati hasanat farjaha wa kanat min al-qanitin. Allahumma wahfaz auladana waj'al aulad al-muslimin waj'alhum sanadan fil islam wal muslimin. Allahumma wahfaz azwajana wa nisaana min al-kaidi wa dhulmi wa min al-hasidin. Allahumma wahfazhum min at-tabarruj wat-tafassur. Allahumma wahfazhum min at-tabarruj yarmamin waj'alhunna min az-zahidin. Allahumma ya Rabbas samawati wal ardi nas'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Allahumma ya Rabbas samawati wal ardi kullu man arada bi Zanzibari wa bi Tanzania bara su'an faqtulu bi nafsi. Allahumma man a'da'ana hadha هؤلاء من اقتلهم. اللهم رب العالمين هذا احصهم عددا واقتلهم مددا ولا تدع منهم احدا يا رب السماوات والارض. قد جاءنا رمضان فأمرنا بصيامها فصمنا أيامها وقمنا لياليها وتحرينا ليلة القدر. اللهم فتقبل منا آمين. اللهم يا رب السماوات والأرض فاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار.